Yuhka anna rajulan, inahadithiwa ama kusimuliwa hakika ya mtu mmoja, ata alhujaja, aliwajia mahujaji, watu wako kwenye ibada ya hija, wa hum yatufuna bilkaabati, na mahujaji hao walikuwa wanaizunguka ile Kaaba, wanatufu alkaaba, wa yaghrifuna almaa min bi'ri zamzama, na walikuwa wengine wanachota maji wakinywa kutokamana na yale maji ya Zamzam. Faqama wa hasara an thawbihi, mtu huyu akasimama kwenye kile kisima cha maji ya Zamzam, akaenua nguo yake. Thumma bala fil biri, kisha akakojoa katika kile kisima cha maji ya Zamzam. Wannasu yandurun, na wakati huo watu wanamwangalia yule bwana akikojoa mahala pale. Fama kana minhum illa an inhalu alayhi bidharibi shadid, hakuna kilichofanyika kwa mahujaji wale baada ya kumwona yule jamaa anakojoa kwenye kisima cha maji ya Zamzam, isipokuwa ni kumvamia na kumpiga kichapo ambacho ni kibaya, hata kada yahliku, mpaka yule bwana akakaribia kupoteza maisha, yani kuondoka duniani kwa kupatwa na kifo. Laula an khallasahu alharasu, kama sio kuokolewa na wale walinzi. Thumma dhahabu bihi ila alwali, kisha baada ya pale wakamchukua huyu bwana aliyekojoa kwenye kisima cha maji ya Zamzam, wakaenda naye mpaka kwa mtawala, mpaka kwa kiongozi. Faqala lahu, kiongozi akamwambia huyu bwana, kabahaka Allahu, Allah uso wako aufanye mbaya. Hii ni kuonyesha ya kwamba anakemea kile kitendo ambacho yule bwana amekifanya cha kukojoa kwenye maji ya Zamzam. Lima faalta hadha, kisha akamuuliza yule mtawala au kiongozi, kwa nini umefanya hivi? Watu wanazunguka Al-Kaaba, watu wanachota maji ya Zamzam, wewe umekwenda umeamua kukojoa kwenye kisima cha maji ya Zamzam, kwa nini umefanya mambo kama haya? Faqala ar-rajul, yule mtu akasema, hata yaarifani nnasu, lengo langu nimefanya hivi mpaka watu wanijue, mpaka watu wanifahamu mimi ni nani. Yakuluna, waweze kusema watu hao, hadha fulanu, huyu ndiye fulani, alladhi bala fi bi'ri Zamzama, ambaye ameamua kukojoa kwenye kisima cha maji ya Zamzam. Unaona mtihani huu? Yani mtu anatafuta umaarufu, anatafuta kujulikana na watu kwa kupitia jambo ambalo kwamba sio la sawa kisheria. Na hii ndiyo hali halisi ilivyo leo. Ukiingia kwenye mitandao yetu leo, sio TikTok, sio Instagram, sio Facebook na kuendelea, watu wanafanya mambo ya vituko mbalimbali, watu wanafanya uchafu mbalimbali. Kwa nini wanafanya ule uchafu alafu wanauposti watu wale? Wanatafuta umaarufu, kwa sababu anajua mimi nilichokifanya alafu nikirushe TikTok, ina maana ulimwengu mzima watanifahamu mimi ni nani. Hataki kujali, hataki kujua anachokifanya ni sahihi au sio sahihi. Lengo ni nini? Atafuta umaarufu, atafuta ajulikane peke yake.